Ndongani Samba Onel ambaye currently anacheza katika kikosi cha Asante Kotoko, mchezaji ambaye ni captain kama ambavyo kwa Libase Gay pia ni nahodha wa kikosi cha Tengwes, na ni beki wa kati ambaye ana uwezo mzuri sana wa kucheza mipira ya vichwa, uwezo wa kufanya interception na clearance pamoja na kupiga mipira mirefu. Hizo ndo sifa zake kubwa ambazo zinamjenga kama beki wa kati. Unaelewa? Na nikazungumza pia na huyu pia kwa bahati mbaya mashabiki wa Simba sio watakuwa wanaonaje, lakini ukweli ni kwamba huyu naye pia nilimcriticize nikasema kuna sifa fulani anazikosa za kuwa beki ambaye anategemewa na Simba. Nilizungumza sifa mbili kubwa sana, kwa sababu unajua watu wanashindwa kuelewa. Wewe unataja mapungufu ya, kwani usitaje ubora wake? Ubora wake nataja, ila kuna aina fulani ya mapungufu mchezaji akiwa nayo. Manake mapungufu pia yana aina. Kuna aina haya yanaweza yakafiti kwenye timu, kuna aina hii hayatakiwi kuwepo kwenye timu. Nikazungumzia mapungufu ya kuwa uncomfortable under pressure, yani akipresiwa boko hiyo ile haitakiwi, kwa sababu Simba inaenda kukutana na hizo changamoto kwenye CAF Champions League, kwenye ligi, kwenye nini. Kwa hiyo anatakiwa awe mchezaji mwenye kuwa na uwezo wa kuwa na utulivu kwenye pressure, asiwe mtu wa kupaparika sana. Na nikasema pia si mzuri kwenye 1v1 defending, anapokabiliana na mawinga au washambuliaji wenye kasi, washambuliaji wenye utulivu, wenye uwezo mkubwa, anashindwa kuwazuia, mara nyingi wanampita kirahisi. Kwa hiyo inafanya anamlimit mwalimu kwenye baadhi ya mbinu zake. Nikasema tactical restriction, mfano kutumia high defensive line, umeelewa, pamoja na ile uwezo wa kufanya build up, kwa sababu ni rahisi sana yeye kuweza kuzalisha turnover za hatari kwenye lango la Simba na vitu kama hivyo kama atasajiliwa na nini. Kwa hiyo nikasema hizi weakness mbili, kutokuwa comfortable akiwa na mpira mguuni pamoja na ile kushindwa kudefend kwenye 1v1, binafsi yangu nikaona kwamba si profile sahihi ya Simba kumwendea. Sawa? Lakini sasa kwa bahati mbaya ndio hivyo, naye nasikia anahusishwa na Simba. Lakini by the way, maneno yangu mimi sio msahafu. Wanaweza wakaja wakaperform wakaonyesha kitu kikubwa, lakini mimi nimezungumza kitu ambacho kipo na nimetoa na evidence. Sawa, nimeweka evidence ya hichi kitu ambacho nakizungumza. Kwa hiyo Ndongani Samba Onel ni beki mwenye miaka 25, ni raia wa Kongo, anahusishwa kusajiliwa na Simba, anacheza Asante Kotoko, ni kapteni wa Asante Kotoko. Ni beki mzuri, lakini hizo sifa zake mbili mimi kwa upande wangu nimeweka no kwenye usajili wa Ndongani Samba. Kwa hiyo Ndongani Samba na Libase Gay, tunarudi kwenye changamoto zile za usajili wa Simba. Profile ambazo wako nazo hawa sio kitu ambacho Simba wanahitaji. Yani profile unakumbuka nilivyokuja kule kwenu nilikwambia kuna kitu kinaitwa player profiling. Of course unakumbuka tulizungumzia player profiling, nilikwambia hicho kitu kama unakumbuka. Kwa hiyo player profiling inabeba sifa za mchezaji alizonazo, unamkompea na timu anaotaka kusajiliwa, je vinaendana? Sifa zake na timu anaotaka kusajiliwa ina mambo mengi, lakini najaribu kufupisha. Je vinaendana? Ndio kitu ambacho nakizungumzia hapa. Kwa hiyo watu wakiingia kwenye page ya Instagram account yangu ya Heavyweight_Dulla pamoja na Facebook account jina hilo wataona hivi vitu ambavyo navielezea in details. Bana, huyu hatulii kwenye pressure, naweka juu pale, unaona. Huyu labda anapoteza mipira kirahisi, naweka juu pale, unaona, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba wanabidi wafanye kazi ya ziada sana kuboresha kikosi, kwa sababu aina hii ya mwendo naona bado huoni solution. Bado solution ni ngumu sana kwa. Unaona tena Simba wakipitia nyakati ngumu, probably kama hawatozingatia usajili ambao unaendana na mapungufu, wanaweza wakakutana na changamoto kubwa sana. Kwa sababu the more unavozidi kukosea, the more unavozidi kujiumbisha. Unaelewa bwana Singano? Nakuelewa. Yes, kwa hiyo una maneno yani nakosa hata cha kusema. Nakosa cha kusema. Sababu hata Steve Barker alipendekeza wachezaji kulingana na ameona kilichotokea hasa kwenye mashindano ya Mapinduzi, tukasema anahitaji wachezaji. Unajua Steve Barker pia hata pale Stellenbosch alikuwa na mchezaji ambaye ni traditional winger, yani anacheza maeneo ya pembeni nini, sawa, lakini angalau
ana impact kubwa sana kwenye eneo la mbele, ambaye ndio huyo Divan Titus. Namba zake zinaongea, hata assist zake zinaongea, lakini type ya Libase Geye hapana. Hapana. Yes, hapana. Yani kwa upande wangu naona kabisa bado Simba inabidi ijitathmini sana kwenye kufanya selection ya wachezaji sana. Yani of course kama watachukulia in a negative way sawa, lakini sisi wadau ambao tuna uwezo wa kushauri, tunashauri tu kwamba usajili unabidi iwe kitu ambacho ni very diagnostical, yani kiwe kimepitia uchambuzi mwingi, uchunguzi, mpaka decision inakuja inafanyika, imefanyika diagnosis kubwa sana mpaka mchezaji kusajiliwa. Lakini haya mambo ya agent, naomba niletee winga, mimi sivutiwi nayo kaka. Yani agent niletee winga, agent niletee winga, hapana, sivutiwi nayo. Yes. Sawa, kuna wachezaji watatoka kwa sababu hao wote ni wachezaji wa kigeni. Kuna wachezaji wa kigeni watatoka. Yes, of course kuna wachezaji wa kigeni watatoka. Joshua Mutale, Steve Dese Mugwala, Shamu Karabu, pamoja na nani huyu, probably anaweza aka Jean Chalet, kitu kama anaweza akauzwa probably. Yes, kwa taarifa ambazo mimi niko nazo ni hao. Kwa wachezaji wanne na asilimia kubwa sana ya kutoka. Yes. Na wachezaji wanne. Na kwako ni sahihi kama Simba wataondosha hao? Mimi kwa upande wangu mchezaji yote akiondoka ni sahihi, yoyote tu. Kwa sababu uwaga na kauli yangu moja nasema mchezaji kuondoka au kuuzwa au kuamua kuachwa na klabu sio jambo baya kabisa. Yoyote hata awe na performance kubwa kiasi gani. Ila inaweza ikaturn kuwa jambo baya kama watakaosajiliwa hawatofit kwenye klabu au watashindwa kureplace zile nafasi ambazo wachezaji wameondoka. Hapo ndo itaturn kuwa jambo baya, kwamba kaachwa huyu kaletwa huyu, unajua. Lakini hakuna mtu yoyote atakaye complain kama umeacha mchezaji mzuri ukaleta mchezaji mzuri ambaye ana fit kwenye kikosi. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo ni